Sasa inaonekana dhahiri kwamba mama yake na Pasali ndo anakwenda kumjua Tatu kiundani zaidi, kwa maana alivyokuwa akiambiwa na Pasali, yeye alikuwa akiamini kwamba labda Pasali anafanya makusudi, anaongea vitu ambavyo havipo. Sasa raundi hii anakwenda kuamini yale yote ambayo anayafanya Tatu. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama hii video, hujawahi kusubscribe, basi nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Basi nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video, kisha unaweka maoni yako. Na huu ni uchambuzi wa tamthilia yetu pendwa inayojulikana kwa jina la Ndoa Inazidi Kuendelea, na mambo mengi yanazidi kutokea. Sasa tumeona kwenye sini ya mwisho, ni tukio la mwisho ambalo limekuja kutendeka kwenye episode ya 133 ya Ndoa. Sasa tumeona kwa upande wa Lydia pamoja na Tatu ni watu ambao tayari wana mpango, wana ajenda yao ya asili ambayo wanaifanya. Nafikiri kwa wewe ambaye unaifuatilia na wewe ambaye unatazama tamthilia ya Ndoa, utakuwa unafahamu ni kipi ambacho kinaendelea baina ya Tatu pamoja na Lydia. Kwa hiyo ule mpango ambao Lydia aliweza kumwambia Tatu kwamba inabidi aufanikishe, na kisha ufanikisha basi mambo yao yatakuwa yanakwenda fresh. Sasa baada ya siku ile unaambiwa baada ya Lydia pamoja na Tatu kuachana siku ile, Lydia alikuwa akimpigia Tatu simu, Tatu alikuwa hapokei, wala kulikuwa hakuna feedback yoyote ambayo Tatu aliweza kuiwasilisha kwa Lydia. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kilikuwa ni kigumu sana kwa upande wa Tatu, kwa upande wa Lydia. Kwa hiyo Lydia aliona kwamba labda huyu mwenzangu ameona kwamba hii kazi imekuwa ni ngumu sana, ama nini ambacho kinaendelea, kwa maana kumekuwa hakuna majibu yoyote mpaka sasa. Yani toka siku ile kulikuwa hakuna majibu yoyote ambayo yalitoka kwa Tatu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kwa upande mwingine kilimfanya Lydia achukue maamuzi ya moja kwa moja kwenda nyumbani kwa Pasali ambako ndiko anaishi Tatu, ili kwenda kuongea na Tatu kiundani, ama kukutana na Tatu ili amuulize ni kipi ambacho kinaendelea. Mbona kumekuwa na ukimya ambao umekuwa wa hali ya juu sana, hakuna mrejesho wote dhidi ya kazi. Ni kipi ambacho kinaendelea? Hamna chochote ambacho kinaendelea. Kwa hiyo baada ya Lydia kufika pale, bwana, tunaona anamwashia moto Tatu, anamwambia yani nini ambacho kinaendelea? Napiga simu zangu upokei, sipati taarifa yoyote kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea. Na Tatu anamwambia kwamba nimekwambia utulie, kazi yako nitaifanya tu, kwa maana sijafanikisha ndo maana hujapata taarifa yoyote. Mimi nakuahidi kwamba nikifanikisha kazi yako, basi wewe utapata taarifa. Kwa hiyo sasa hivi endelea kuwa mvumilivu tu. Ni maneno ambayo Lydia alikuwa akimwambia Tatu alikuwa akimwambia Lydia ili aendelee kuwa na uvumilivu, lakini inavyoonekana kwa upande wa Lydia kwamba uvumilivu umemshinda. Yani anaona siku zinazidi kusonga mbele, hakuna mrejesho wote kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kwa upande mwingine kinakuwa ni kigumu sana kwa upande wa Lydia kuweza kusurvive, ama kuweza kuweka sawa mambo yake, kwa maana anaona kama siku zinaenda, yani muda unamwacha, ni kwa vitu ambavyo vinaendelea hivyo, basi muda unakuwa ni mdogo sana kwa upande wake. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kilimfanya aje amwambie Lydia ampe angalau feedback yoyote, lakini Tatu hakuwa na feedback yoyote. Alizidi kumwambia tu kwamba wewe, kwa maana
kilichokufanya uje hapa ni kitu kibaya sana. Kwa maana unafikiri kwamba mama yake na Pasali akinikuta mimi na wewe hapa nje itakuwa ni picha gani? Yaani unafikiri atafikiria nini? Si unaelewa kile kinachoendelea. Kwa hiyo ikitokea mama yake na Pasali akawakuta pale, bwana, hichi ni kitu ambacho kwa upande mwingine naweza nikasema kwamba Tatu alikuwa anakijua kwamba ikitokea ikawa hivyo kwamba mama yake na Pasali akawakuta ile sehemu, unakuwa na sitofahamu ambayo inamweka njia panda. Mama Pasali anafikiria vitu ambavyo huenda vinakuja kuwafanya wao wafeli kwenye hicho kitu ambacho wanakiplani. Kwa hiyo mama yake na Pasali kwa bahati nzuri aliweza kufika pale na akamwona Lydia akiwa pamoja na Tatu. Si unaelewa, Lydia ni mtu ambaye sasa hivi hawaelewani, yani kuna sitofahamu kati yake pamoja na mama Pasali. Kwa hiyo anavyomuona Lydia akiwa na ukaribu na Tatu, kwa upande wake sidhani kama hata yeye mama yake na Pasali, sidhani kama na yeye atakuwa na ukaribu wote ule na Tatu, kwa maana ataona kwamba Tatu ana ukaribu mkubwa sana na Lydia. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kinakuwa ni kibaya sana kwa upande mwingine. Kwa upande wa Tatu inakuwa ni kitu kibaya sana, ndio maana hakutaka iwe hivi. Ndio maana alimwambia Lydia kama kuna uwezekano wowote basi Lydia aondoke, lakini Lydia hakusikiliza chochote, yani hakusikiliza kitu kutoka kwa Tatu. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaona mama yake na Pasali anawafuma ile sehemu. Sasa nafikiri hapa naweza nikasema kwamba hii ndio itakuwa ni game over, yani mchezo wao utakuwa umeungua kabisa, na mtu ambaye amekuwa kisababishi kikubwa sana ama amekuwa main kubwa sana kuweza kuunguza huo mchezo wao ambao walikuwa wakiucheza ni Lydia. Lydia ndo atakuwa ameunguza huu mchezo kwa asilimia nyingi. Kwa hiyo lawama zote naweza nikasema kwa upande mwingine, lawama zote apewe Lydia, kwa maana aliambiwa toka hapo awali kwamba inabidi aondoke, ili asiwe anakuja hapo, kwa maana anapoendelea kuja hapo hiyo ni picha mbaya, inajenga picha mbaya siku wakionekana wakiwa pamoja. Basi tukiachana na hapo, tunakuja upande wa pili, au tunakuja kuchambua sini nyingine ambayo hii ni sini ya pili kwa leo. Sasa hii sini ina mambo mengi sana, lakini kikubwa na pointi ya msingi, hakikisha unanisaidia kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Ukisha subscribe unaweka maoni yako hapo chini ya video kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Ni kipi ambacho unakipenda kwenye hii tamthilia ya ndoa, ama ni kipi ambacho kinakuvutia? Utakuwa umetisha kinoma noma, utakuwa ni mdau wetu wa maana, mdau wetu ambaye utakuwa unapata unakuwa kwanza kabisa ni kupata taarifa za video zetu punde tutakapokuwa tuna upload. Sasa hichi tunakuja kumzungumzia kwa undani zaidi, kuchambua kwa undani zaidi, na imani ndio ilikuwa sini ya kwanza kabisa kwenye episode ya 34 ya ndoa. Kipindi kile ama wakati ule tunamwona Kiduchu anatoka chumbani anamkuta Pasali akiwa sebuleni. Sasa hicho ni kitu ambacho upande mwingine kilimshangaza sana Kiduchu. Alishangaa sana kumkuta Pasali akiwa bado yuko pale sebuleni, kwa maana inaonyesha dhahiri kabisa kwamba Pasali hata usiku wote hakulala, yani alikesha akiwa amekaa pale pale sebuleni. Sasa hichi ni kitu ambacho kilifanya Kiduchu ajiulize sana kwa kumuuliza Pasali kwamba ina maana toka usiku hujalala. Sasa kwa upande wa Pasali
naweza nikasema kwamba kulikuwa kuna vitu ambavyo alikuwa anavifikiria, ama vitu vingi ambavyo vilikuwa vinamchanganya. Na ni vitu gani hivyo? Twende sawa, tutafahamu kila kitu. Lakini baada ya mama yake na Pascal kuja na kumkuta Kiduchu akiwa pale na Pascal, na tunaona kwa upande mwingine ama kwa namna nyingine, mama yake na Pascal anakuja kuamsha ugomvi ambao unawaweka kwenye sitofahamu Kiduchu pamoja na Pascal. Na hii inaonyesha zaidi kwamba kuna kitu kikubwa sana ambacho mama yake na Pascal amekitengeneza kwa Kiduchu, na hiki ni kitu ambacho kwa upande mwingine ni kibaya sana. Sasa tunaona hakuna maelewano yoyote kati ya Kiduchu pamoja na mama yake na Pascal. Wala hapo nyuma tulikuwa tunaona mama yake na Pascal alikuwa akimkubali sana Kiduchu, lakini tunaona sasa hivi amekuwa ni mtu ambaye anampinga sana Kiduchu. Hii ni sababu ambayo tunafahamu kabisa kwamba kile kinachoendelea, na ni sababu ambayo inampelekea mama yake na Pascal kuwa katika hali hii. Maana kama ni mara ya kwanza unatazama hii video, nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Au ni uchambuzi wa tamthilia ya ndoa. Kwa video nyingine kali kama hizi, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Simulizi Plus, iliyo mtu wa kwanza kupata video zetu punde itakapokuwa tuna posti video mpya hapa kwenye channel yetu. Hii ni Simulizi Plus. Thank you for watching this video. Tukutane kwenye video nyingine tena inayofuatia. Bye bye.